Kwa neema ya Bwana, siku ya leo ikiwa ni hitimisho la siku zetu 3 ambazo Bwana alitupatia za kunyenyekeza, na kama matokeo ya Mungu kuonyesha uaminifu wake kwa kunyenyekeza huku, Bwana ametupatia mwelekeo wa mwaka 26 katika jina la Yesu. Naomba nisikie sauti kubwa. Ametupatia mwelekeo mpya katika jina la Yesu. Kwa neema tumepata fursa ya kumshukuru Mungu kwa ulinzi na ushindi katika mwaka wa 2025, na hivyo tunaingia 26 kwa neema hiyo na ushindi zaidi katika jina la Yesu. Kwa neema hiyo Bwana ametupa neema ya kupata kibali na ametupa nafasi ya kufanya maombi ya toba, na Bwana ametusamehe na ametutakasa na uovu wote na tulioujua au ambao hatukuujua, ambao tulikamatwa kwa 2025, na anatupa viwango vipya vya kutembea kwa utukufu katika jina la Yesu. Kwa neema ya Bwana Mungu, Roho Mtakatifu ameenda kuvunja mizunguko tuliozunguka na tulioendelea kuzunguka sisi na familia zetu na baba zetu, na mizunguko hiyo imesababisha vilio na maumivu 2025 na kupita. Bwana ameivunja na haitaonekana tena 2026 katika jina la Yesu. Kwa neema Bwana ametupa neema ya kuondoa, kuvunja laana zote, vifungo vyote, mienendo mibaya yote ya vizazi vyetu, na kutupatia mwenendo mpya wa Roho Mtakatifu kwa 26 katika jina la Yesu. Bwana ametupa neema ya kuachiliwa kutoka katika kila vifungo vilivyotushika vya hofu, vya maradhi, vya maumivu, vya mateso kwa namna yoyote ile, vifungo vilivyoleta uzito, kamba za mauti za kishetani, za kishirikina ambazo zilifunga miguu yetu na kuweka vitu vizito, na tukashindwa kwenda kwa spidi ya kiroho kuzielekea hatima zetu na baraka zetu, na uzito ukawa mwingi kwenye njia zetu. Bwana amekata minyororo hiyo na ametuacha huru, na tutakimbia kuliko kulungu 2026 katika jina la Yesu. Hey! Haleluya! Bwana amesikia maombi yetu na ameona hitaji letu la kutukomaza, na ametukomaza na kuimarisha na kuongeza njaa ya kiroho ndani ya kila mwanaume na mwanamke aliyeko mahali hapa Rehobothi 2026 katika jina la Yesu. Na kanisa la Rehobothi, watakatifu wa Rehobothi 2026, Mungu anaenda kuiongeza kiu yetu ya kumpenda na kumtafuta maradufu katika jina la Yesu. Bwana ametupa neema tena ya shauku mpya ya neno, na shauku mpya ya maombi, na shauku mpya ya kujitakasa zaidi katika 2026 kuliko ilivyokuwa hapo nyuma katika jina la Yesu. Bwana anaenda kujaza viriba vyetu kwa divai mpya, anaenda kujaza mioyo yetu kwa Roho Mtakatifu kwa ujazo mpya kuliko wakati wote ule, na tangu sasa hatutalewa kwa matatizo na changamoto na maumivu na mateso na ulevi, bali tutajaa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Shangilie Bwana kwa mwaka mzuri namna hii. Bwana amesikia maombi yetu na ametupatia mwelekeo mpya wa mwaka wa 2026. Basi upokee na enda kwenye huo katika jina la Yesu. Bwana amesikia maombi yetu na ameenda kutupatia na amekupatia na anakupatia maono mapya
mapya ya familia yako 2026 katika jina la Yesu. Yale yaliyokwama, yale yaliyoshindikana, yale yaliyokufa 2026, Bwana anakupa maono mapya, yapokee katika jina la Yesu. Amina, imekuwa katika jina la Yesu. Anza kuona upya, anza kuona upya, anza kusema upya, anza kukiri upya katika jina la Yesu. Ya kale yamepita, yamekuwa mapya katika jina la Bwana. Sema amina, sema amina. Bwana kupatie hekima mpya 26 katika jina la Yesu. Bwana amekupatia ufunuo mpya wa mapenzi yake katika jina la Yesu, na kwa ufunuo tutaona visivyoonekana katika jina la Yesu, na kwa ufunuo tutasikia ambavyo vikusikika katika jina la Yesu. Naomba 2026 uwe ni mwaka wenye mafunuo mengi katika jina la Yesu. Yapokee hayo na yakufae katika jina la Bwana. Haleluya watakatifu. Bwana amesikia maombi yetu na ameshuka na ametupatia mlango ulio wazi ambao hujafungwa na hakuna atakayeweza kuufunga katika 2026 katika jina la Yesu. Bwana atakufungulia fursa mpya 2026 katika jina la Yesu. Ametufungulia connection mpya 2026 katika jina la Yesu. Ametufungulia milango mipya 2026 ya biashara katika jina la Yesu. Ametufungulia mielekeo mipya 26 ya watu wazuri katika jina la Yesu. Bwana ametupatia nafasi mpya katika jina la Yesu. Ametupatia njia mpya ya mafanikio 26 katika jina la Yesu. Na yawe kwako maradufu katika jina la Bwana. Bwana ametupatia afya ya kiungu katika jina la Yesu. Ile afya mkononi iliyokuwa inakuwa propelled, orchestrated na dawa na matibabu na daktari na vitu kadhalika, imeondolewa. Huyu wa 2026 ni mtu mwingine anayeishi kwenye afya ya kiungu katika jina la Yesu. Mpenzi, ufanikiwe katika mambo yenu yote, watoto wa Rehobothi, na mfanikiwe kuwa na afya njema katika jina la Yesu, kama roho yako ifanikiwavyo katika jina la Bwana. Mambo yaliyokuumiza na kukutesa 2025 hakika umeyasahau na hutayaona tena. Magonjwa ya 25, madhara ya 25, naomba yasionekane kwenye njia yako katika jina la Yesu. Pokea afya ya kiungu katika jina la Yesu. Ulinzi wa Bwana uwe juu yako 2026 kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Kuna mishale mingi ulichomwa na wachawi na washirikina na maadui zako na wasiokupenda. Kuna mapanga mengi ulitupiwa, kuna marungu mengi ulipondwa, kuna mawe mengi yalirushwa uelekeo wako, kuna mishale ya moto ilirushwa uelekeo wako, kwenye mifugo yako, kwa watoto wako. Lakini 2026 Bwana amekuzingira na wigo wa moto katika jina la Yesu. Hata shetani mwenyewe anaisoma namba. Iwe hivyo maradufu katika jina la Bwana. Iwe hivyo maradufu katika jina la Yesu. Bwana anaenda kufanyika mponyaji wa kweli na daktari wa kweli 2026. Yale ambayo yamewashinda matabibu na yatawashinda matabibu, kwake yote yanawezekana. Hebu pokea kibali, bima ya uhakika ya matibabu. Hebu sema, Bwana ndiye mponyaji wangu 26. Haleluya, haleluya, haleluya. Na iponye akili yako katika jina la Yesu. Auponye mwili wako katika jina la Yesu. Aiponye roho yako katika jina la Yesu. Bwana anaenda kukulinda dhidi ya ajali za kupangwa au kujipangia katika 26 kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ajali yoyote ya kutengenezwa sio fungu lako 2026 kuanzia sasa katika jina la Yesu. Vifo vya ajali vinaumiza, majeraha ya ajali yanaumiza, sio fungu lako 26 katika jina la Yesu.
wataanguka 1000 kushoto, wataanguka 10,000 kulia, wewe utasimama katika jina la Bwana. Yapokea hayo na yakusaidie. Ulinzi wa Bwana uwe juu yako kwa namna ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaenda kukulinda na mashambulizi yote ya adui, anaenda kukulinda na hila zote za adui. Naomba nikwambie, hutatumia dawa ulizotumia 25 2026 katika jina la Yesu. Sema amina. Wangapi wanalipokea hilo na kulikubali katika jina la Yesu? Kama unalipokea liwe lako katika jina la Bwana, sema amina. Sema amina. Mungu anaenda kutupatia kanisa lilokuwa bora zaidi 2026 katika jina la Yesu. Ipokee Rehoboth iliyo bora zaidi 26 katika jina la Yesu. Bwana anaenda kutupatia viongozi wa kanisa kuanzia level ya mchungaji, wazee, mashemasi, viongozi wa vikundi wenye hekima, wanyenyekevu na wenye upako mpya, wenye mafuta mapya kwa mwaka 2026 kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina kubwa tena. Mungu anaenda kutupatia ulinzi wa kipekee katika ulimwengu wa kiroho na katika maeneo ya maadili. Sisi na familia zetu hatutatupiwa neno lolote baya, na kama likitupwa, Roho Mtakatifu kwa damu ya Kristo Yesu atatutakasa mwenyewe. Pokea hilo katika jina la Yesu. Maneno yoyote mabaya yaliyotengenezwa kuzimu ili yaharibu jina lako hayana nafasi 26 kwa jina la Yesu. Ili yaharibu biashara yako hayana nafasi 2026 kwa jina la Yesu. Ili yaharibu CV yako hayana nafasi katika jina la Yesu. Utambulisho wote mbaya uliotengenezwa kuzimu alafu ukapachikwa ukatupiwa, wewe hautakupata 26. Utajulikana kwa lile jina bora ambalo Bwana ameliandika kwako peke yako na linajulikana kwako peke yako. Pokea utambulisho kutoka juu 2026 kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa. Sema na iwe hivyo katika jina la Yesu. Sema hivyo tena kwa jina la Yesu. Mungu ametupatia kanisa lenye maono ya ajabu, kanisa linalokuwa kwa namna ya ajabu na kuongezeka kwa namna ya ajabu kuanzia sasa na 26 kwa jina la Yesu. Sema amina. Tamka amina kubwa kwa jina la Bwana. Rudia tena kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuyathibitisha maono yote ambayo ni bora aliyokupatia, aliyoyaweka kwenye familia yako, aliyoyaweka kwako binafsi, aliyoyaweka kwenye kanisa kwa mwaka huu wa 26. Naomba nikwambie, Bwana amekupa maono mapya, yapokee katika jina la Yesu. Ni mapya kwa sababu yametoka kwake. Angalizo, usichanganye maono mapya na ya zamani. Usichangane katika jina la Yesu. Usichanganye katika jina la Yesu. Baraka za Bwana zikukaa kwenye vile visima vya baba yake alivyovifukua, ila Rehoboth ilitimia pale alipochimba cha kwake kipya. Pokea Rehoboth katika jina la Yesu. Haleluya. Mambo ni mengi na nawe yapokee yote yakufai katika jina la Yesu. Mungu atupatie neema kama kanisa letu zuri linaenda kuongezeka kwa namna isiyokuwa ya kawaida katika eneo la kiroho wa mapana na eneo la kiidadi kwa marefu. Pokea hilo katika jina la Yesu. Na wewe ndio unaenda kuwa mekanizmu ya Bwana kuliongeza kanisa hili. Mungu anaenda kutupa umoja na upendo tena katika jina la Yesu. Tamka kwa imani, sema amina, na imekuwa hivyo kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuvunja kila aina ya maroho, mamizimu ya migawanyiko katika familia na katika maisha yako binafsi na katika kanisa lake la Rehoboth. Mwaka 2026 hayataonekana migawanyiko ya aina yote kwa jina la Yesu. Sema amina, na imekuwa hivyo. Roho ya mashindano haitaonekana tena kwenye familia yako, kwenye kanisa lako, kwenye huduma yako katika jina la Yesu. Roho ya manunguniko haitaonekana tena kwenye familia yako, kwenye kanisa lako na kwako binafsi katika jina la Yesu. Mungu anaenda kukuimarisha katika eneo la upendo na ushirika na huduma katika 26 katika jina la Yesu.
Bwana anaenda kuachia upako mpya na nguvu mpya na ujazo mpya wa Roho Mtakatifu na huduma zilizojaa nguvu, huduma zilizojaa ishara, huduma zilizojaa maajabu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu 2026 katika jina la Yesu, amina. Na imekuwa hivyo. Naomba na Mungu akutumie wewe kwanza kwa ajabu hizo na ishara hizo kwa namna ya ajabu, kuanzia pale nyumbani kwako, kuanzia mtaani kwako, watu wakashangae jinsi wateja wanamiminika kwenye biashara yako katika jina la Yesu. Watu wakashangae vile huduma yako inatoka na vile unapata kibali kwenye kazi kwa namna ya ajabu katika jina la Yesu. Watu wakashangae vile wateja watafurahi kuhudumia na wewe katika jina la Yesu. Watu wakashangae vile jina lako litakavyovuma na kuenea katika jina la Yesu. Bwana anaenda kuinua na kuliinua kanisa na kuinua vipawa vya kiroho vya waumini wa Rehobothi kwa namna ya kipekee 2026 katika jina la Yesu. Naomba anza sasa kuchochea kipawa chako. Usijifiche, usikifiche tena. Sema amina kama tumeelewana. Mungu anaenda kuupasua mji wa Shinyanga kwa injili ya moto ambayo itatumika, na Bwana ataenda kukutumia wewe kama kuni za kuwasha moto huo kuanzia 26 katika jina la Yesu. Wengi watafunguliwa kwa utumishi wako wa injili katika jina la Yesu, na kanisa litakuwa nuru ya pekee kwenye mji wetu katika jina la Yesu. Mungu anaenda kutupatia rasilimali za ajabu na miundombinu ya ajabu mwaka 2026 katika jina la Yesu. Baraka za fedha na miradi mikubwa zinaenda kukaa kwenye boma lako 2026 kwa jina la Yesu. Bwana akupe pesa mpaka uchanganyikiwe katika jina la Yesu. Bwana akushikishe pesa ambazo hujawahi hata kuziona kwa macho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na pesa yako iwe ni ya thamani. Mungu ailinde pesa yako dhidi ya matumizi yenye hila ambayo yamevuviwa na mashetani ya kununua vitu visivyofaa, ya kutapeliwa au ya kudanganywa au ya kuingizwa kwenye changamoto. Bwana akuponye na hayo, akupe pesa yenye thamani itakayojilinda yenyewe kwa jina la Yesu, kuliko dola ya paundi ya Marekani au ya Uingereza. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Haleluya watakatifu. Mungu akakupatie na akakupatie, amekupatia miradi ambayo hujawahi kuifanya 2026 katika jina la Yesu. Naomba miradi yako ifanikiwe katika jina la Yesu. Kama ni kuuza mandazi yatoke katika jina la Yesu. Kama ni mradi wa kuku utoke katika jina la Yesu. Kama ni mradi wa biashara kawaida retail shop itoke katika jina la Yesu. Kama ni mradi wa kilimo utoke katika jina la Yesu. Kama ni mradi wa madini utoke katika jina la Yesu. Popote unawekeza nguvu zako ukapate mbegu, ukapate na ikazae 100, 100 na kuendelea katika jina la Yesu. Kama ni mradi wa kutafuta elimu, kusoma kwa watoto wetu, mukawe vichwa kwa jina la Yesu. Sema amina tena. Sema amina tena. Uaminifu wa Bwana ukaonekane kwa waamini katika kutoa na kumtumikia Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu anaenda kulibariki taifa la Tanzania kwa namna ya pekee 26 katika jina la Yesu. Mungu anaenda kuondoa chanzo cha mateso na maumivu kwenye taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Kile kinachowanyima utulivu wa Tanzania kinaondoshwa, kimeondoshwa katika jina la Yesu. Hakipo tena katika jina la Yesu. Hakipo tena katika jina la Yesu. Bwana ameenda kutupatia viongozi wenye hofu ya Mungu na kicho chake mwaka 2026 katika jina la Yesu. Haleluya. Vipi wamepatikana anajua mwenyewe, hayatuhusu hayo. Haleluya watakatifu. Bwana ametupatia viongozi wenye wapenda haki, wawajibikaji na watu ambao haikubali rushwa kwa gharama yoyote kuanzia sasa na kuendelea katika jina la Yesu. Pokea hao. Haleluya watakatifu. Mungu ameenda kulibariki taifa letu la Tanzania kwa amani na umoja usiokuwa kawaida mwaka 2026 katika jina la Yesu. Bwana ameenda kutubariki kwa amani, na migogoro ya kisiasa na ya kisheria na ya kikabila hata ya kidini haina nafasi kwenye taifa letu tena katika jina la Yesu. Na wanaoitengeneza tunaenda nao kwa jina la Bwana. Wa kuelewa ameelewa, tubaki tunaenda nao. Haleluya watakatifu.
Wapi? Tunajua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaoitengeneza tunaondoka nao wazima wazima katika jina la Yesu. Sema amina tena. Mungu anaenda kuweka roho ya maridhiano na upendo kuanzia kwenye levu ya mtu mmoja, familia, kijiji, kata na taifa. Tunaenda kupendana tena na tunaenda kulita jina la Bwana kwa pamoja katika jina la Yesu. Pokea likufaa katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Mungu anaenda kufungua soko kubwa lisilokuwa la kawaida, fursa za ajabu zisizokuwa za kawaida. Mungu anaenda kuigeuza Tanzania kuwa plaza ya ulimwengu katika jina la Yesu. Sema amen. Milango ya ajabu ya biashara na ya fursa inaenda kutokea katika jina la Yesu. Mungu anaenda kutupa milango ya mafanikio ambayo hakuna atakayeweza kuja kuifunga katika jina la Yesu. Mungu anaenda kukupatia na kukuweka kwenye ardhi, kwenye shamba lenye unyevu ambalo halikauki katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu anaenda kukuweka kwenye ardhi ambayo kila mbegu itakayopandwa itavunwa na kuzaa 100, 100 na kuendelea katika jina la Yesu. Huo ndio urithi wa Bwana kwa wana wa Rehobothi. Naomba pokeeni katika jina la Yesu. Paza sauti yako sasa. Tunaenda kulivuka, tunaenda kulipokea neno la mwaka. Naomba neno hili ukaliandike kwenye kitabu, ukaliandike kwenye gari, ukaliandike kwenye kila unachokifanya, ukaliandike kwenye mkanda, na kama una uwezo wa kuliandika kwenye kichwa. Mimi nimeliandika kwenye kichwa, na ndio neno letu la mwaka, na ndio tutatembea nalo, na ndio unabii wa mwaka huu. Nimefundisha sana na tumesikilizana. Natoka kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Twende 1, 2, 3. Sema Mwanzo 26:22. Akaondoka huko. Jamani, huu ndio unabii utakaofanya. Hii ndio mbegu yako ya kila kitu. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Baraka yako hautagawana na mtu mwaka huu kwa jina la Yesu. Riziki yako haitagawana na mtu mwaka huu kwa jina la Yesu. Wale wote ambao waligawana na wewe riziki mwaka huu, muda wao umekwisha katika jina la Yesu. Wale waligawana riziki zako juu kwa juu kabla hazijakufikia, na kwambia watakufa njaa mwaka huu kwa jina la Yesu. Hakuna atakayegusa riziki yako. Haleluya. Hata usipokuwepo itakusubiri katika jina la Yesu. Itakusubiri katika jina la Yesu. Itakusubiri katika jina la Yesu. Hakuna atakayezuia iliyo haki yako katika jina la Yesu. 2026 pokea kwa jina la Yesu. Hakuna atakayezuia, anasema kwa jina la Yesu. Hakuna atakayechelewesha, anasema kwa jina la Yesu. Hakuna atakayeharibu, nasema katika jina la Yesu. Hakuna atakayevuruga, nasema kwa jina la Yesu. Hakuna atakayechezea, nasema kwa jina la Yesu. Maana najua utakuwa macho muda wote, hutalala katika jina la Bwana. Hutalala. Tumejifunza Rehoboth maana yake ni lango, na hatusimamagi kwenye malango. Tukifika kwenye malango tunatoka katika jina la Bwana. Haleluya watakatifu. Hakuna atakayeweza kuikalia kikao katika jina la Yesu. Hakuna atakayeweza kukalia faili lako katika jina la Yesu. Likitoka limetoka na litaenda katika jina la Bwana. Iwe ni kwenye afya, hakuna atakayeweza kuigawania afya yako katika jina la Yesu. Iwe ni kwenye familia, hakuna atakayegawanya familia yako katika jina la Yesu. Iwe ni kwenye eneo lolote la huduma, hakuna atakayegawanya huduma yako akafanikiwa kwa jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, paza sauti yako, 1, 2, twende. Kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Naomba ongezeka mpaka mwisho wa mipaka ya nchi katika jina la Yesu. Pokea upako wa mataifa leo katika jina la Yesu.
Pokea upako unaokutoa Shinyanga katika jina la Yesu. Pokea upako utakaokuvusha Tanzania katika jina la Yesu. Pokea upako utakaokuvusha Afrika Mashariki katika jina la Yesu. Pokea upako utakaokuvusha Afrika katika jina la Yesu. Pokea upako utakaokuvusha dunia nzima katika jina la Yesu. Pokea upako utakaokupatia utukufu wa kumfanania Kristo katika jina la Yesu. Amen. Nasema kwa mara ya mwisho nikiita Rehobothi, paza sauti sasa, jitabirie. Sema, kwa kuwa Bwana amenifanyia nafasi, sasa nitazidi katika nchi, na ujitamkie unavyotaka. Sijui utaongeaje hapo, lakini ongea unavyotaka, tabiri unavyotaka, ongea unavyotaka, nena unavyotaka kwa dakika moja. Achana na jirani yako. Paza sauti yako hapo, ongea kile unasikia katika jina la Yesu. Nena kile unasikia katika jina la Yesu. Tabiri kile unasikia katika jina la Yesu. Anzisha safari sasa katika jina la Yesu. Anzisha movement mpya sasa katika jina la Yesu. Anzisha mfumo mpya sasa katika jina la Yesu. Fanya contract mpya sasa, unarudi kwenye kiti chako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rehobothi, 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 Rehobothi.